kushambuliana bila sababu, bila hoja. Mambo ya chama chetu yatajadiliwa kwa uwazi, kwa haki na kwa kutendeana vyema kama katiba ya chama chetu inavyosema. Na mambo ambayo yako tayari kwenda kwenye public yanaenda kwenye public. Kama kuna jambo ambalo halijafikia wakati wa kwenda kwenye public, let us not speculate. Tuondoe namna ya kuspekulate. Na sisi tusikubali, narudia tena, tusikubali kuondolewa kwenye reli na vyombo vya habari vinavyotumika. Nataka kujua kwamba hakuna vyombo vya habari na watu wanatumika. Hebu angalia, unawezaje kukuta magazeti 10 yanaandika headline inayofanana? Ina maana mhariri wa hiyo magazeti ni mmoja. Unawezaje kukuta TV ambazo ni credible kabisa inatangaza taarifa inafanana? Kwanza ikija read story, na kwenye TV nyingine ni read story, na kwenye TV ya 3 ni read story, na kwenye TV ya 4 ni read story, na ufunguzi ni ule ule, na mtiririko wa mwandishi ni yale. Kwa hiyo tusikubali kupelekwa kwenye benchi ya CCM ambayo inatuletea propaganda za sisi wenyewe tukaishia kugawana. Sisi kama viongozi wa kamati kuu na chama, na kwa wale tunaoongoza chama, tuko imara. Tunajua hii ni propaganda, hili linaletwa ili litutoe nje ya reli. Sisi hatutoki nje ya reli, tunastiki kwenye biti. Na ndio maana nimeanza kwa kusema tunastiki kwenye hoja ambazo ni free Tundu Lissu na katiba mpya. Na wafuasi wetu na wanachama wetu wote, msikubali kugawanywa na kutolewa kwenye reli. Msikubali kuingia kwenye propaganda za kihuni za watu wa CCM ambazo zitatupotezea muda. Tuache kujadili mauaji ya tarehe 29, tuache kujadili rasilimali za nchi yetu zinazogawanywa kwa njia ambazo ni uporaji mkubwa. Tuache kujadili mambo makubwa, tujadili mambo madogo madogo ya kupigana mishale sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo nawaomba sana na nyie, na sisi kama viongozi tuko makini, tuko macho, na tuna vyombo vingi ambavyo kwa kweli vinatusaidia. Tuna wazee wengi sana ambao wanatushauri, na nataka nimwambie hiki chama kinaungwa mkono na watu wengi sana. Yaani watu wakisikia jambo lolote ambalo ni baya dhidi ya Chadema, watu hawalali. Hii napigiwa simu na wazee. Aminini kwamba hata kuna wazee wengi tu ambao wanatushauri namna ya kuenenda, namna ya kudhibiti mambo, namna ya kuangalia namna ya uongozi. Kwa hiyo chama chetu kimejaa watu wengi wenye busara. Kuna viongozi wa dini wanatushauri. Kwa hiyo tuko vizuri. Ni sisi wanachama na sisi wapenzi tujiepushe sana na propaganda ambazo zinaweza kutuletea mpasuko unnecessary. Hasa inapofika kumsema viongozi wa chama kwenye public na kusemana kwenye mazingira ya kimitandao, hilo sisi kama wanachadema na viongozi tujiepushe. Lakini wale wanaoturushia haya mambo, wao tunawafahamu na tunajua nia zao. Mtu ambaye ni mtu ambaye anatamani Chadema ife, hawezi leo kujifanya kwamba anazungumza mema kuhusu Chadema. Kwa hiyo hayo yote tuyaelewe na tujiepushe nayo, na tustiki kwenye hoja, na nafikiri utafanikiwa. Asante sana. Asante Mheshimiwa Makamu kwa majibu mazuri. Moderator, tunaweza kuendelea. Haya sasa. Bwana, shukrani sana Makamu, umeweka vizuri kabisa, very loud and clear. Iko message imeenda vizuri kabisa. Sasa jamani, tunajua kabisa muda unakimbia. Haya sana, nilitoka shambani direct. Kutoka shamba nimeingia moja kwa moja nyumbani, si kula wala kuoga, na kwa sababu uliniambia ni wili, sijui kama mnaweza kuniruhusu sasa nyinyi mnaweza kuendelea na mkurugenzi na wengine, na nitakuwa tayari tena na tena kuungana na watu wa diaspora wakati wowote, kwa sababu kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo kama mtaniruhusu nitashukuru sana, ili nipate hata kupata maji kidogo, alafu nipate na chaji ya simu kidogo. Sawa. Nadhani mwenyekiti, swali moja kabla hujaondoka tafadhali jamani, naomba nimuulize swali mwenyekiti.
ili na niweke hapo. Mimi nitaweka dola 200 hapo kuchangia chama cha Chadema kwenda kwenye kamati kuu. Makamu mwenyekiti, kwanza tunakushukuru wewe kuwepo hapa. Naomba mimi swali langu labda leo la mwisho kama mamlaka wataniruhusu. So mwenyekiti, vijana wengi ambao tulikuwa hatupo kwenye masuala ya siasa na mambo ambayo yanaendelea nyumbani Tanzania sasa hivi tunaona yanavyoendelea. Wewe mikutano yako ulikuwa ukifanya hapa juzi kati imekuwa yakituhimiza, yakitusukuma kujua nchi yetu zaidi, mambo yanaendelea na mambo mengine kama haya. Mwenyekiti, mtu anapokimbia anapotoka jasho, anaposweat pale. Mwenyekiti, mtu anakuwa ana hasira nyingi, anahitaji jambo fulani lifanyike. Japokuwa wewe umezungumzia swala la busara, wazee na mambo mengine kama hayo. Ndugu mwenyekiti, sisi kama vijana tunakuomba, kwa kuwa sisi tuko nyuma Chadema sasa hivi, tunakisupport chama na tunajua Chadema ndio chama ambacho kinasemea wananchi wengi sana kwa ukubwa mkubwa sana. Tunaomba isichukue muda mrefu sana kutuitisha maandamano mengine kwa ajili ya Watanzania wengine. Kuna ndugu zetu ambao wamepoteza maisha yao, kuna wazazi ambao leo hawajui watoto wao. Ila mkisema swala la busara, hekima, tutafika katika eneo ambalo watu watachoka. Umeona juzi hapa vijana wameandaliwa show kubwa. Japokuwa nyinyi mmenyimwa kufanya mikutano ya hadhara, makusanyiko ya watu wengi, lakini wao serikali wamewapatia vibali vya kwenda kufanya masuala yao ya muziki. Kilichotokea mmekiona wote. Hapa juzi kati nyinyi mmezuiliwa kufanya masuala yao ya siasa na watoto wa siasa, lakini Yanga, sijui Simba wamefanya parade. Ile ni mikutano mikubwa sana. Mwenyekiti, tunaomba kwamba nyinyi msichoke, lakini pia isichukue muda mrefu na hekima ikawa nyingi sana vile kwa watesi wetu kutupeleka wanavyotaka wao. Ni hilo tu mwenyekiti. Lienda, kwanza naomba nieleweke. Swala nililozungumzia kuhusu busara sio kuzuiliwa kufanya maandamano yetu siku tukiyaitisha. Hilo hakuna, kwa sababu maandamano ni haki ya kikatiba, ni haki ya kisheria, ni haki ya Watanzania. Na maandamano hayaanza leo. Mwaka 54 watu wakina Mwalimu Nyerere waliandamana, mwaka 57 TANU wameandamana. Kwa hiyo maandamano, CCM hiyo iliyoko madarakani imekuwepo madarakani kupitia maandamano ambayo yaliitishwa mwaka 57. Kwa hiyo mtu hawezi kutuambia kwamba maandamano ni kosa katika nchi hii. Swala nililosema busara, nimetumia neno busara katika kuangalia namna ambavyo tunakuwa tunawasiliana sisi kwa sisi kama wapiganaji na wana mageuzi, kwa maana ya watu walioko kwenye siasa, active politics, lakini na wale ambao unga mkono kama wanaharakati. Yani ndio nimetumia neno busara kwamba tunapokuwa tunawasiliana au tunashauriana, tuangalie lugha hizo zisilete mazingira ambayo yanatupasua. Na hasa nimesema hivi kwa sababu kuna bwana ameuliza kwamba tunawezaje kuhakikisha propaganda za CCM hazitugawi, na hilo jambo ndio nikawa nasisitiza kwamba tutumie busara katika kuwasiliana. Lakini nataka nikwambie mimi binafsi naamini kwamba kama CCM, na hii ndio imani ya mwenyekiti wetu pia na ndio imani ya chama chetu, kwamba kama hawataki kusikiliza wananchi, njia za kikatiba zipo za kuwashinikiza kusikiliza wananchi, ikiwemo maandamano. Na katika hilo hakuna hata mzee mmoja wa chama chetu anayesema maandamano ni makosa. Hata ukimsikiliza Dr. Slaa ambaye ni miongoni mwa wazee wa chama chetu, hakuna sehemu Dr. Slaa anaweza kusema maandamano yasifanyike kwa sababu ya busara. Hata kuambia tu maandamano ni utaratibu wa kikatiba ambao tumejiwekea kwa miaka mingi. Kwa naomba lieleweke hilo kwamba sisi tuko pamoja na nyie, tuna mobilize kwenye hilo. Na nilichosema ni kwamba tuzungumze na wananchi, tuwe kwenye ukurasa mmoja, kwa sababu demand ya mageuzi haiwezi kufanywa na wanachadema peke yao. Tutahitaji taasisi za kidini, tutahitaji hata wana CCM. Wamechoka sana, naweza kukuhakikishia kwa mamia, mimi nazungumza nao, wamechoka. Na ndio maana nimetumia neno kwamba umo kwenyewe ndani ya CCM kuna shida. Yani ukiwauliza CCM haipo,
Hakuna. Sisi ita mwenyekiti wa wilaya wa CCM ukamuuliza mna program gani ya kichama, atakwambia nasubiri kutoka kwa DSO. Ukimuita huyo mwenezi wa CCM, yeye anaambiwa hebu nenda na wewe sema una mkutano ukamjibu heche. Ukiwaita Wasira na yeye anaitwa tu, anaambiwa hakuna chama kinaitwa CCM. Kwa kuna kikundi cha usalama wa taifa wa nchi ambacho kimejigeuza ndio kinayofanya haya mambo ya siasa, na ndio maana wakizidiwa sana, hatua ya mwisho wanaanza abduction, kuua watu na kupoteza watu. Sasa hizo watu wana hasira sana, tuongee nao, watuelewe, tuwe kwenye ukurasa mmoja. Siku tukisema ni kesho kutwa na tukawa tutapeleka taratibu zote wazi, tutapeleka taratibu zote kwamba siku fulani tunafanya maandamano. Siku tukisema tuwe na uungwaji mkono wa watu wengi, ndicho nilichosema. Mobilization au kuzungumza na wananchi ni kujaribu kuwaelewa, tuwe kwenye page moja, waelewe kwamba tunaposema tunataka maandamano wajue kwa nini tunahitaji maandamano. Ni hilo. Moderator. Yes, kaka. Ndio. Moderators, naomba Nenda tafadhali, nenda samahani kidogo. Naomba makamu, sawa, tunapenda kumruhusu aende akapumzike, lakini tuna watu wengi sana. Kabla hajaondoka, wahamasishe watu watoe michango na watajie namba, kwa sababu mambo mengi ambayo tunauliza, maneno mengi yatahitaji utekelezaji, magari yanatakiwa yatembee. Kwa hiyo maneno mengi hayatatusaidia. Kwa twende kwenye rasilimali, kwa sababu huwezi kufanya kazi bila rasilimali. Kwa cha msingi, makamu kabla hajaondoka ahamasishe michango, ataje namba zote kama anazo, au wewe utasaidia kutukumbusha, itakuwa ni jambo jema zaidi. Tuna watu wengi sana, tutumie hizo rasilimali watu kwa kuhamasisha michango. Kwa hiyo makamu kwanza ahamasishe michango, baada ya hapo tuendelee kuhamasisha michango. Karibu kaka Lienda, mkaribishe makamu atuhamasishe michango. Mwaipaya, kabla makamu hajaingia, mimi nataka nifanye updates ili watu wao wanajua tuko wapi, kwa sababu hatuwezi kwenda so blindly, na nitafanya updates ya haraka sana. Mpaka sasa hivi mimi nimekusanya jumla ya 4,200,000. Kama 4,200,000 tu. Milioni 4,200,000. Nimeshatuma 1,140,000 Chadema. Kwa hiyo kama tupo kwenye 4,400,000 hapa diaspora South Tanzania, nafikiri ni muhimu sana tumalizie hiyo 800,000 tufike 5,000,000, alafu tuangalie kama tutakwenda kwenye 10,000,000. Hela ambayo imepita mpaka sasa hivi ni 4,200,000. Nilisema nitoe hiyo updates ili kusudi watu wawe wanajua tuko wapi. Asante sana dada Azizi. Tafadhali tufike milioni. Rubala naye alituchungulia, alitupia. John Alute kama kawaida naye. Haya ndugu zangu wa hapa, namba hii hapo, Watanganyika, hii ndo nchi yetu. Kama una buku una 500, una buku una 500, umoja ni nguvu. Tuangalie namna gani huo mkutano unaosikia ndio mkutano wetu wa ukombozi. Tutaptapu, wewe mwamara wako usione aibu, tuma buku, tuma ulichonacho. Namba ni namba, tunataka kuhesabu. Namba ni namba. Huku tutaptapu, ulichonacho usijisikie vibaya. Kama una buku, una 500, huu ndio wakati tuosapoti chama chetu kinakwenda kutoa vitu ambavyo kila siku tunapigia kelele hapa. Twende kazi. Mwamara, namba hiyo hapo juu. 500 buku, 500 buku, ulichokuwa nacho 2,000 ni namba, utashukurika milele. Tunabeba chama hiki kwenye mikono yetu. Wewe Mtanganyika mzalendo, ulichokuwa nacho, namba hii hapo kichwani kwa Nuruvazi. 1,000, 2,000, twende kazi ndugu zangu. Chama ni chetu, hii ni Tanganyika yetu, tunaenda kuiokoa. Twende kazi. Huku tutaptapu. Okay. Sabri, mute basi ukiingia juu dada. Tena sana, tunashukuru kwa michango. Tuzo, nimesikia kama kaka Lienda ameita au sio Lienda? Yes, ni mimi. Samahani, sijakuona. Ndio kaka Lienda. Makamu sio kwamba ataondoka moja kwa moja.
anakwenda kujiweka vizuri, baadaye atarejea. Kwa hiyo nilikuwa naomba tumruhusu apate chakula na afanye kipindi hiki ambako yeye hayupo, maswali majibu yatapatikana. Yuko Brenda hapa, mkurugenzi wa mawasiliano, na viongozi wengine tupo hapa. Swali ambalo hatutaweza kulijibu na mwenyekiti moja kwa moja, basi tutaliweka pembeni mpaka atakaporejea atalijibu. Lakini mimi na imani maswali mengine majibu yake yatapatikana. Kwa hiyo tukubaliane tu, tumruhusu makamu kwanza apumzike kidogo, apate chakula, alafu atarejea baadaye. Makamu, tunakushukuru, unaweza ukaenda kupumzika, baadaye tutakuhitaji tena. Asante sana. Tunaweza tukaendelea. Asante. Libe ungesema zeli namba hiyo tupokee kwenye zeli hizo michango yetu tulioahidi hapa. Kuna namba nimeiandika kwa chat room hapo. Nimeandika namba zote za Vodacom, ile ya Vodacom na namba ya bank. Namba niandika namba ya bank niwaandikieni hapo, kuna wale ambao. Lakini pia moderators mnaweza mkapini, mkaenda kule kwenye account ya X ya chama, ukachukua post moja ukaipini hapo juu, ili watu wakigonga tu hapo kwenye hiyo attachment waweze kupata hiyo account namba ya benki pamoja na namba ya simu. Kama kuna diaspora yote anataka kutuma, anasema anataka kutuma kwa PayPal au kwa nini, utaniambia. Twende pamoja. Nashukuru. Kama kuna diaspora anataka kutuma kwa PayPal, sawa, nashukuru sana. Au unataka kutuma kwa account, utaniambia. Na nashukuru kwa clarify. Nimepokea mwamala wangu, nimekutumia hapo kwenye simu yako. Kwenye simu ya Voda. Lakini nashukuru kwa clarify kwamba sasa itabidi mpaka nikishuka hapa ndo naweza kuangalia. Okay, nilikuwa tunakuambia tayari. Okay, sawa. atakuwa anarudi hapo. Utataka kusema umetuma shilingi ngapi? Sasa jamani, kwa dada Tuzo, ndio nilizisema saa ile pale, ndio hiyo nilotuma. Na hizo namba za Chadema zipokee sana. Ulituma milioni 7. Nitakutext 200. Okay. Okay, 240 423 3331. Andika nyuma, atakuwa sio peke yake. Andika kwa nyuma kakaribu, atakuwa sio peke yake. Nani sijajua toa ametawanyika, yuko huku sijajua sasa hivi yuko wapi. Yuko naomba kwamba moderators Kakalibe, Kakanuvazi na mimi pia nitakuwa naendelea kuandika every few minutes tunaandika hapo chini details namba jamani za Chadema hizi hapa. Hizo za Zelle, za bank, za namba ya benki. Utakuwa na namba ya benki hapa. Random sio lazima hata mtu aseme, lakini tunaenda random ili harambee ya leo ikamilike. Moderators nani pandisheni watu nani? Asante sana jamani, ameenda wapi? Kwanza nawashukuru sana, namshukuru makamu na washukuru. Tunaendelea. Nuru, chukua namba yangu kwenye IG pale ya benki, chukua kwenye Instagram yangu. Namba ya benki. Viongozi wa Chadema mliokuwa chini. Ya benki ipo kwenye Instagram yangu. Gaidi mwandamizi. Uwezo kapaste hapo gaidi mwandamizi. Naweza kuminimize hapo. Tunahitaji upande juu. Kiongozi yoyote tunataka tukusikie, acknowledge kwa sababu ngoja kwenye Instagram. Tukiendelea na hii harambee, kuna maswali yanaweza yakatokea, mnaweza mkajibu wakati tunamsubiri makamu mwenyekiti. Karibuni ukumbini, karibuni sebuleni, tuongee, tujulishane na watu wafahamu. Kaka Kitoka nayo hapa nani Nuru, namba ya Nuru tuandikie basi hapo chini nani nani mataweza kuipini hapo chini. Sasa nikipini inabidi nitoe nani sasa hii nitoe hii hapa. Okay, ngoja niandike hapo juu, afu moderators watakuwa wanatupia na kuandika na copy na kuandika. Anajiandaa sasa, anapasha moto, anaweka vitu vizuri kweli kabisa. Tunawaomba viongozi wengine ambao tuko nao hapa, Mange ametoa $1000 tuko na wewe vizuri, lakini dada Brenda watu wameomba wakusikie na wengine, lakini tumemuona wakili wa chama mheshimiwa wakili Rugemeleza Nshala yuko naye hapa vile tunamuona. Moderator, wapandisheni hao watu, watumie kabisa link, yani watumie kabisa ile alafu waje hapa juu kaka. Sasa ndugu zangu, mmesikia hapo Clubhouse mpaka sasa hivi tunayo milioni bwana nani tena Mahaya huyo bwana Mahaya, funga bwana Mahaya huyo
Bwana mahaya kufunga bwana. NMB hapo guys, NMB hapo.